Leo Aprili 3, mwili wa aliyekuwa katibu wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Mbeya, Lucia Sule, ambaye alifariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Mwili huo umewasili mjini Babati, ambapo ilikuwa ni nyumbani kwake, ambapo mwili huo unaagwa na kupelekwa basi kupumzishwa katika nyumba ya milele nyumbani kwao huko Babati vijijini. Lucia alipata ajali ya gari ambayo ilihusisha gari la serikali STM na basi la kampuni ya CRN, ambapo mbali na vifo hivyo watu 7 walijeruhiwa na kupelekwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa matibabu. Katika ajali hiyo watu 3 pia walifariki dunia papo hapo, ikiwa ni pamoja na mwandishi wa habari Furaha Simchimba, mjumbe wa kamati ya utekelezaji CCM wilaya ya Mbeya Daniel Mselewa na utingo wa basi Isaya Geazi, ambao waliagwa Februari 27 pale jijini Mbeya. Hata hivyo vifo viliongezeka baada ya dereva wa gari la serikali mkoani Mbeya Tadei Focus naye kufariki dunia akipatiwa matibabu, pamoja na mwandishi mwingine wa habari Selemani Ndelage. Hivyo idadi ya vifo iliyotokana na ajali hiyo imeongezeka na kufikia watu 6 mara baada ya Lucia naye kufariki dunia akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, huku majeruhi 2, mwandishi wa habari Emarcus Apolnari na Dennis George, wakiendelea na matibabu nyumbani baada ya kuruhusiwa kutokana na afya zao kuimarika. Mbunge wa jimbo la Hanang mkoa wa Manyara, mhandisi Samuel Hayuma, ametoa pole kwa familia na kuwataka basi wao wavumilivu katika kipindi hiki kigumu anachopitia, wakimtanguliza Mungu. Majina naitwa mhandisi Samuel Hayuma Khadai, mbunge wa jimbo la Hanang. Tumekuja hapa Babati, eneo la Babati vijijini, kumsindikiza dada Lucy Sule ambaye alikuwa katibu wa UWT mkoa wa Mbeya, na kwa kweli ni msiba ambao umeshtua wengi. Kifo hiki kilitokana na ajali na yeye amekaa hospitalini muda kidogo, madaktari wakimpigania, lakini sasa safari yake imetamatika. Kinachouma tu ni kwamba ameondoka akiwa bado na umri mdogo, bado kijana. Nafikiri na miaka kama 33 tu. Na alishapanda mpaka ngazi ya kuwa katibu wa UWT ngazi ya mkoa. Na ametoka hapa kwa kwetu Manyara, alifanya kazi pale mkoani. Na alitoa mchango wake mzuri, na ndio maana chama kikampandisha mpaka akawa katibu wa UWT wa ngazi ya mkoa kwa mkoa wa Mbeya. Na kwa kweli kwa sababu ni mwana Manyara na alikuwa anatuwakilisha kwa ukanda huu wa Mbeya, tumepoteza kati ya taa za mkoa wa Manyara. Na kwa kuwa sasa unajua ni Mwenyezi Mungu ndio ambaye huumba, na wakati akiamua kuchukua yeye anachukua, lakini amemvuna bado akiwa mdogo sana. Kikubwa tu ni kwamba najua ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu ameshaamua, familia tu ikubali. Ninafahamu pia kuna changamoto hii ya ajali njiani wakati wanakuja, ambako walipata rafiki maeneo ya Haneti. Tuwaombe tu wale ambao wameumia kwa namna moja ama nyingine, Mwenyezi Mungu awarudishie afya mapema, kwa sababu hapa kuna msiba na kuna hawa ambao wamepata ajali. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kupona haraka, lakini na hili la msiba ni mpango wa Mwenyezi Mungu waweze kuvumilia. Asante kwa kufuatilia. Jina langu ni Johnny Walter.